Leo tunazungumzia shujaa wa Afrika, mtu aliyesimama bila uoga na kupambania uhuru wa taifa lake. Na huyu si mwingine ni Patrice Lumumba. Karibu kusikiliza simulizi na maisha ya Patrice Lumumba, kile alichokifanya katika enzi za uhai wake. Unaposikia jina la Patrice Lumumba, basi unajua shindo na sauti yenye ushawishi iliyopinga utawala wa kikoloni na utawala wa Belgium. Karibu kusikiliza simulizi hii. Patrice Lumumba alizaliwa tarehe 2 Julai 1925 katika kijiji cha Onalua, eneo la Katakombe. Wakati huo Kongo ilikuwa inamilikiwa na Ubelgiji. Alitoka katika familia ya kawaida na akaanza maisha yake kama mfanyakazi wa posta, muuza bia, mwandishi na mwanaharakati. Ingawa hakupata elimu ya juu sana, ila alikuwa msomi mwenye akili kubwa na alipenda kusoma na kuandika. Ila Mungu alimjalia uwezo wa kuzungumza mbele ya umma na kuwa na ushawishi wa hali ya juu. Hatimaye Lumumba alijiingiza kwenye siasa na kuanzisha vitovu vya harakati binafsi. Wakati wa mwaka 1950, Lumumba alianza kupigania haki za Afrika waliokuwa chini ya utawala wa Ubelgiji, na alienda mbali kabisa na kufikiria kuanzisha kwa chama chake ambacho alikipatia jina la Movement National of Congolese, ambao kwa kifupi iliitwa MNC au MNC. Na hatimaye tarehe 30 Juni 1960, nchi ya Democratic Republic of Congo ama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipata uhuru wake kutoka kwa Belgium ama Ubelgiji. Hotuba maarufu ya Patrice Lumumba tarehe 30 Juni 1930. Hotuba hii ilitolewa siku ya uhuru wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kwa Wabelgiji. Ilikuwa ni hotuba yenye nguvu sana iliyotikisa dunia kwa sababu Lumumba alizungumza ukweli kuhusu mateso yaliyopata Wakongomani dhidi ya hawa wakoloni na hakuogopa kitu. Sehemu ya hotuba hiyo ilikuwa ikisema hivi: hatutasahau kamwe mateso tuliyopata. Tunafanya kazi ngumu, tumeishi na hali ya manyanyaso kwa dharau, tukinyimwa haki zetu kwa sababu ya rangi ya ngozi zetu. Tulivumilia matusi, vipigo, dhulma kila siku, lakini leo hii kwa sauti ya Wakongomani tunasema kwa fahari kubwa, Kongo yetu imepata uhuru wake. Uhuru huu hatukupata kwa zawadi tu, bali kwa kupigana kwa jasho na damu pamoja na machozi. Sasa ni jukumu letu kujenga nchi yenye haki, heshima, usawa na kila mtu kuishi kwa nafasi yake. Hotuba hiyo iligusa macho ya walio wengi wa Afrika na kumwona Lumumba ndiye mmojawapo kati ya watu waliotoa watu chini ya utawala wa ukoloni wa Afrika na kuwafumbua macho na kuonyesha kile ambacho ni usawa wa Afrika na watu wa Afrika wanapaswa kuishi hivyo. Hivi kwa nini hotuba ya Patrice Lumumba?
Kwa nini hotuba hiyo hutajwa kama hotuba muhimu kuwahi kutolewa na viongozi wa Afrika? Hotuba ya Patrice Lumumba ilikuwa ni tofauti kwa sababu hii. Hakuwasifu wakoloni kama viongozi wengine walivyofanya siku hiyo. Alitetea heshima ya Waafrika waziwazi. Hali hiyo ilihamasisha harakati za uhuru wa Afrika nzima. Iliwakasirisha viongozi wa Ulaya na Magharibi kiujumla. Maana ya hotuba yake, Emery Patrice Lumumba alikuwa anasema wazi kuwa uhuru haukuja kama zawadi kama watu wengi walivyofikiria, bali ni mapambano ya Waafrika wanaostahili heshima, na taifa jipya lazima kujengwa kwa usawa wa Afrika. Hotuba hii ilimfanya Lumumba kuwa na sauti kubwa kwa watu wa Afrika waliodhulumiwa na alama ya ukombozi wa Afrika, na hadi leo maneno yake yanabaki kuwa tamko la waziwazi. Lumumba ambaye wakati huo alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa nchi hiyo ya Kongo. Baada ya uhuru tu, nchi ya Kongo ilikumbwa na matatizo makubwa. Waasi wa kijeshi wa mkoa wa Katanga walitaka kujitenga na migogoro ya kisiasa katika kipindi hicho. Lumumba aliingia migogoro na Rais Kasavubu. Pia alipingwa na Mobutu Sese Seko Kuku Ngwendo wa Zipanga ambaye alikuwa mkuu wa majeshi kipindi hicho. Lumumba alikuja kuondolewa madarakani, akawekwa chini ya ulinzi wa kijeshi na kumuona kama mtu aliyesaliti tena nchi. Tariki 17 Januari 1961, baada ya mwaka mmoja tu Kongo kupata uhuru, Lumumba aliuawa katika mazingira ya kutatanisha, na inaaminika kuwa aliuawa na ushirikiano wa maadui zake wa ndani na pia kulingana na ushawishi wa mataifa ya nje wakati wa vita baridi. Kifo chake kilishtua dunia na kumfanya kuwa shujaa wa Afrika, kuwa ishara ya mapambano dhidi ya ukoloni na uovu. Kama ilivyokuwa desturi na kawaida ya wanadamu, pale ambapo unapoiaga dunia na kupoteza maisha, ndipo watu wanaona umuhimu wako na nafasi uliyokuwa nayo. Ndivyo hivyo ilivyokuwa kwa Patrice Lumumba. Baada ya kifo chake, watu wengi walifanya vitu vingi ili kuenzi uhai wake na vitu vingi alivyovipambania enzi za uhai wake. Na hivyo alijulikana kama baba wa uhuru wa Kongo na alama ya mapambano ya haki ya Afrika, na kuwa mfano wa viongozi waliopambania uhuru wa Afrika. Na vitu vingi vilipewa jina lake, ikiwa ni barabara, vyuo vikuu, viwanja vya ndege, na hata katika mji wa Kinshasa kuwa na kumbukumbu nyingi za heshima ya Patrice Lumumba. Lumumba alikuwa kiongozi mwenye maono jasiri, aliyepigania watu wake bila kuogopa. Ingawa aliuawa mapema, alikuwa na miaka 35 tu. Historia yake inaendelea kuishi na kuhamisha vizazi vya Afrika kupambania uhuru, haki na umoja, na kutoka kimya dhidi ya vitendo vya ukoloni. Mwisho wa simulizi yetu, na huyo ndiye Patrice Lumumba, shujaa wa Afrika. Fuatana na sisi kupitia Mbavu TV
ili kupata simulizi zaidi na zaidi za mashujaa wa Afrika. Kwa heri, tunakuacha hivyo kwa leo.